mtu moyo sana na kukuonyesha njia na namna ya kukaa mbele yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ni neno ambalo wewe mwenyewe ukiangalia ni lile linafanyika kila kuchao, kila siku. Bwana asifiwe. Kuna watu ugeuka roho zao, mioyo yao ikageuka na kuelekea mambo mengine. Bwana asifiwe. Hata wafalme vile vile hawasazwi na neno hili. Hebu tuingie kwa mambo ya nyakati, mambo ya nyakati ya pili. Mambo ya nyakati ya pili. Nataka kugusia points ambazo ziko hapo. Hebu nishapata mambo ya nyakati wa pili hapo 16, chapter 16. Second, mambo ya nyakati 16. Yasema hivi, sababu tutaenda kwa haraka kidogo kwa sababu ya masaa na mtaniwie radhi kwa sababu ya jambo hili, lakini lazima masaa tuyaweke. Amen. Katika mwaka wa 36 wa utawala wake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda, akaujenga Rama ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika mwaka wa 36 wa utawala wake Asa, Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda, akaujenga Rama ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa Dameski, akasema, kwangu na kwako na liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili niondokee mimi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndipo Asa anatuambia akatoa fedha na dhahabu katika hazina ya nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekuwa Dameski, akasema, kwangu na kwako na liwe agano kama ilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili aniondokee mimi. Bwana asifiwe. Mfalme Asa sasa ni mtu, yeye ni mfalme, na unaona katika hali ya kutawala kwake alifanya jambo fulani la ni kama yeye ni hasidi. Bwana asifiwe. Akatoa fedha katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na katika nyumba ya mfalme ili ampelekee huyu mfalme anayeitwa mfalme wa Yuda. Ndipo Asa akatoa fedha akampelekea hazina nyumba ya mfalme Ben-Hadadi mfalme wa Shamu aliyekaa huko Dameski. Bwana asifiwe. Na akamwambia, pangu na kwako liwe agano. Bwana asifiwe kabisa. Mfalme kwa mfalme. Haleluya. Sio mfalme na Mungu, sio mtawala na mtawala na Mungu. Ni mfalme na mfalme, na wanataka kula agano, eti kwako na kwangu kuwe agano hili. Bwana asifiwe. Kwa sababu amemletea fedha ili aweze kuondoka kwa huyo mfalme aliyekaa huko Dameski, kwangu na kwako kuwe na agano kama ilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Haleluya. Bwana asifiwe kabisa. Mfalme anataka kurudisha uhusiano wake na huyo mfalme Ben-Hadadi na kuwe na agano kama lile lilikuwa katikati ya babake na baba yake, na baba ya huyu ambaye anaitwa Asa. Bwana asifiwe. Na jambo hilo halikuwa lafurahisha zaidi, na alitoa hii hazina katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Tunasikia kwamba eti angalia, nimekuletea hizi fedha, uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli. Haleluya. Amemletea fedha ili Ben-Hadadi avunje agano lake na Baasha mfalme wa nani? Wa Israeli. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Sasa amekuja kugawanisha. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Huyu Asa na Ben-Hadadi mwenye kupewa fedha ili avunje agano lake na Israeli. Bwana asifiwe. Na washikane. Nataka muangalie jambo dada na ndugu. Haleluya. Sitatafsiri jambo hili, lakini ni jambo ambalo laendelea hata dakika hii. Hapa tuliko. Bwana asifiwe. Na wakati alitoa hiyo fedha ili avunje agano lake na mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili aniondoke mimi. Naye Ben-Hadadi akamsikia mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli. Wakapiga Ayoni na Dani na Abel Maimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Haleluya. Sasa unaona fedha vile zinafanya. Pesa zile alizopewa Ben-Hadadi, sasa ameenda akatuma maakida ili waende wakapiga hiyo miji ya Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kumbukeni, Israeli ni mpendo wake Mungu. Bwana asifiwe. Israeli ni mpendo wake Mungu ambaye ni Yakobo. Haleluya. Wana wake au watoto wake wa agano. Haleluya. Na sasa Ben-Hadadi amemsikia mfalme Asa, akawapeleka maakida na majeshi juu ya miji ya Israeli. Wakapiga Yoni na Dani na Abel Maimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Bwana asifiwe. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Rama, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatoa Yuda wote nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijengea Baasha, naye akajenga kwa vitu vivyo Geba na Mispa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mahala alienda akabomoa ule mjengo uliojengwa pale awali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Akabomoa ule mjengo uliojengwa pale awali, naye akajenga kwa vitu hivyo Geba na Mispa, ambapo hapakuwa pakitakiwa kujengwa vile. Bwana asifiwe. Jambo hili dada na ndugu, na katika muungano kama huu tunapojifunza leo hii, naongea kuhusu wafalme wawili. Amen. Na ahadi baba zao walikuwa nazo wao wenyewe. Bwana asifiwe. Lakini sasa huyu mmoja anatoa fedha katika hazina ya nyumba ya Mungu na katika nyumba ya mfalme kwenda kuhonga huyu ili amfanye huyu mwingine amuondokee, yani mfalme wa Israeli, ndiposa miji ya Israeli ipigwe. Bwana asifiwe. Hapa kuna hatari. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hii fedha imetolewa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, ipelekwe ibombo yule mfalme Ben-Hadadi ili aingilie Israeli. Bwana asifiwe. Haleluya. Na miji yake ya kupigwa. Wakati ule Hanani, sasa hapa ndio utatazama zaidi ya yote. Wakati ule Hanani mwonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe. Unajua zamani hapo zakani pale mwanzo, wakati wote kulikuwa na shida katika nchi, mfalme awaye yote alikuwa anawaita makuhani au manabii. Bwana asifiwe. Na kuwahoji na kuwauliza maneno yake Mwenyezi Mungu. Mungu amesemaje? Ni watu walipewa heshima zao na wafalme. Bwana asifiwe. Walikuwa na kiti cha kuheshimiwa katika dunia hiyo. Bwana asifiwe. Au katika wakati huo wa wafalme wale. Hapa wakati huu Hanani mwonaji alimwendea Asa mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe. Akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu. Angalia. Asa mfalme wa Yuda akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu. Na yeye ni Asa mfalme wa Yuda. Bwana asifiwe. Na amemtegemea mfalme wapi?
kwa Shamu kupigana. Haleluya. Wala hukumtegemea Bwana Mungu wako. Kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Hebu angalia jambo lile mfalme Asa alilolitenda. Jambo lile alilolitenda sasa limeanza kumgeuka muonaji. Bwana asifiwe. Asia, a prophet of, yani prophet wa Mwenyezi Mungu, alimwendea yule mfalme Asa. Bwana asifiwe. Na akamwambia, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, haleluya, ili aje umhonge, ili aje akupiganie. Bwana asifiwe. Umemhonga mfalme wa Shamu ili aje akupiganie. Amesahau yale Mungu alikuwa ametenda pale mwanzoni au mbeleni. Bwana asifiwe. Na hivyo hata sisi wanadamu, sisi usahau kile Mungu ametutendea, tunageukia mambo mengine. Hivyo hata wafalme dakika hii wa dunia, wao pia vile vile wageukia watu. Haleluya. Tuungane na huyu, tushikane na huyu, tupelekane na huyu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Dada, excuse me. Chukua hizo viti vingine. Joyce, weka kiti hapa. Kwa chini watu hizo viti. Kujeni, wekeni viti zenu. Chukua viti pale, chukua weke hapa. Waingie tu. Weka. Wekeni. Bali. Wacha watu waingie, waambie wasikae hivyo. Waingie waketi. Wala hakutegemea Bwana Mungu wake. Kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jeshi la Shamu limeokoka. Bwana asifiwe. Na sasa hizo kule ile jeshi la Shamu lingekuwa basi ndio nini? Lingekuwa ndio adui. Bwana asifiwe. Lakini sasa sio adui tena. Haleluya. Amen. Asa amefanya nini? Amepinduka sana Mungu. Kwa sababu muonaji wa Mungu ameona pale kuna kosa. Wakati ule huyu Asa ameenda kumhonga yule huyu mfalme wa Shamu. Bwana asifiwe. Sasa akamwambia nini? Kwa sababu umemtegemea Bwana, hukumtegemea Bwana Mungu wako. Hiyo jeshi la mfalme wa Shamu kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaona lile jeshi la Shamu limeokoka. Kwa hivyo huyu mfalme Asa hawezi kuipiga ile nchi au ile jeshi ya mfalme wa Shamu. Bwana asifiwe. Hawezi sasa. Je, hawa Wakushi, akamuuliza, je, hawa Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako? Bwana asifiwe. Mungu anakumbushwa wakati alipokuwa akipigana na jeshi lingine kubwa zaidi kushinda hilo. Bwana asifiwe. Je, hawa Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno wenye magari wa wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana aliwatia mkononi mwako? Bwana asifiwe kabisa. Hebu angalia, Asa alimtegemea Mungu wakati ule. Haleluya. Lakini sasa anaenda kumtegemea huyu Ben-Hadadi mfalme wa Shamu ili ampiganie. Anaulizwa hivi na muonaji, Mungu wakati ule ile jeshi kubwa zaidi iliyokuondokea wakati ule ya Washamu na Walubi, silikuwa jeshi kubwa zaidi? Bwana asifiwe. Na Mungu akakuwezesha kuleta wale maadui wako mikononi mwako. Bwana asifiwe. Vivyo hivyo nasi dada na ndugu ndio tutafanya leo hii. Mtu anasahau shida yake. Bwana asifiwe. Unasahau mahali Mungu alikutoa. Unasahau mahali finyu ulikuwa umefinywa ulikuwa. Sasa kwa sababu umeanza kuanda, umeanza kunenepa, umeanza kuwa sasa na makali hapa na pale, Bwana asifiwe, unamsahau Bwana. Bwana asifiwe. Unajua sasa mambo yangu sasa nataka mambo ya quick work. Unaingia kwa mchawi, unaingia kwa mganga. Bwana asifiwe. Nataka unifanyie hivi. Na je,
Mungu anaona ya kwamba wakati ule ulikuwa na shida, si mganga alikuondolea, sio msihiri alikusomea bao, sio mchawi alikufanyia mambo yake, ni Mungu Baba. Hata wakati ule alikuokoa na akakutendea. Bwana asifiwe. Mbona leo hii basi umeenda kwa hii jeshi la giza? Na yale mambo Mungu amekupigania ni mambo mengi, ni jeshi kubwa, liko na nguvu, liko na magari za vita. Wewe hauwezi bila Mungu. Na Mungu alileta adui zako wote mkononi mwako. Bwana asifiwe. Akaleta adui zako wote mkononi mwako. Ufanye nao vile unataka kufanya. Hata dakika hii dada na ndugu, unapomtegemea Bwana, Bwana asifiwe, unapomtegemea Mungu dakika hii, haleluya, hilo jeshi hutaenda kuitisha manabii wa bali kule, hutaenda kwa waganga ama wachawi, utasema nifanyie ramli. Bwana asifiwe. Mungu tu atasema kwa neno lake tu, tenda hivi nikushindanie. Hautatoa fedha wala dhahabu yako. Bwana asifiwe. Hautatoa fedha wala dhahabu yako itatoka katika magala yako. Vita ni vyake Bwana. Na ndiposa muonaji huyu anamwambia, Hanani anamwambia, wakati ule si Mungu ndiye alikupigania ile jeshi kubwa ya Walubi, Wakushi, wakakuja na magari yao, wapanda farasi wengi sana. Lakini kwa kuwa ulisikia, kwa kuwa ulimtegemea Mungu, Mungu wako, Bwana asifiwe, aliwatia mkononi mwako. Haleluya. Hakutegemea mtu mwingine au jeshi lingine. Hata dakika hii dada na ndugu, tukitaka Mungu atushindanie leo hii, sio mataifa tutaita. Bwana asifiwe. Sio mataifa tutaita. Sio watu wa kutoka kule Wakushi au Walubi. Tuko jeshi la Bwana. Bwana asifiwe. Tuko jeshi kubwa la Bwana. Bwana asifiwe. Hebu kumbuka mtumishi wa Mungu Elisha, Bwana asifiwe, walipokuja wakazungukwa akiwa na mtumishi, akasema, Bwana, hebu tazama adui yetu tunametujia. Walikuwa ni wengi zaidi. Bwana asifiwe. Walikuwa wengi zaidi. Lakini huyu akanamwambiaje, wewe acha mambo. Si Mungu na kufungue macho uone lile jeshi limetuzunguka sisi. Bwana asifiwe. Waliweza kumkamata? Hawakuweza. Kwa sababu spiritually sisi tumezungukwa na jeshi. Bwana asifiwe. Tumezungukwa na jeshi. Dada, leo hii sistahili kwenda kwa mganga. Sistahili hata kwenda hata mlangoni kwa mganga niangalie mambo yangu, tuangalie nini? Sio ni mwacha nimwangalie yeye. Bwana asifiwe. Lakini watu wanapenda kupewa tuhirizi. Kali akaonekani kanafungwa hapa kwa kiuno. Unajiletea ati jeshi lako hilo. Bwana asifiwe. Ukipenda kitu, omba Mungu na akupe. Bwana asifiwe. Huyu mfalme alitenda jambo litakadhibisha Mungu. Bwana asifiwe. Jambo hili limenisumbua zaidi. Niwaambie watu wa Mungu, limenisumbua zaidi. Hata nilikuwa nikinena na Pastor Joyce nyumbani, limenisumbua kwa muda mrefu. Nikimwambia nikipata nafasi kuna mahali nitaenda. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mahali nitaenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo ya Mungu haichangani. Bwana asifiwe. Mungu haichangani. Mungu sio mdhalimu. Haleluya. Akisha sema jambo amesema. Haleluya. Kwa sababu naliona jambo hili limefanyika. Na I know there are some of you. Najua kuna watu wengine hawezi jua nini inaendelea. Bwana asifiwe. Lakini kuna kitu kinafanyika. Bwana asifiwe. Amen. But leo hii tukiamini, mimi na wewe, kwa sababu ashatuambia tuamini na atatutendea, atakutendea. Amen. Haleluya. Amen. Alituambia wakati aminini nitawafanyia, na mfanye hivi nitatenda. Amen. Na akatenda. Amen. Na jambo hilo hata dakika hii iko mikononi mwetu. Bwana asifiwe. Sasa nena haleluya. Liko mkononi mwetu. Lakini wakati tunarudi nyuma pale kushikana ati ni mfalme una mfalme na ile agano na ile agano. Oh my God. Bwana asifiwe. Italeta hatari. Haleluya. Haleluya, italeta hatari. Bwana asifiwe.
Ati kwa maana macho ya Bwana, hebu sikia vile anasema. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia, hapo tuko 9. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika mioyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale, maana amemghadhibisha kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule. Bwana asifiwe. Hebu angalia mfalme, anaenda alikuwa mzuri, anaenda akiwa sasa mbaya zaidi na hata kuharibika zaidi. Bwana asifiwe. Wakati ule unaona kwamba aliposikia neno lile amepewa, huyu mfalme aliambiwa, macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Hata hapa tuko dada na ndugu, ili saa moja tumepewa macho ya Bwana, na kisia ati amelala. Mungu haendi likizo kama vile anaenda likizo. Haendi holiday, haendi Hawaii. Ati siko leo anachukua baga ameenda Mombasa kuogelea. Bwana asifiwe. Mungu ni yeye yule aliyeumba mbingu na nchi. Amekalia kiti chake cha enzi, ametukuka mbinguni duniani. Nguvu, mamlaka na uwezo wote ni wake. Bwana asifiwe. Yohana akaona mbinguni usiku na mchana, wastahili. Bwana asifiwe. Wastahili kupokea sifa, utukufu, nguvu, mamlaka, uweza, utajiri wote wako. Haleluya. Ati hakunyamazi. Haleluya. Hakunyamazi. Na pale katika kiti cha enzi kunatoka miale. Bwana asifiwe. Huyu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ndiye tuko naye. Bwana asifiwe. Haleluya. Imagine amekalia his terrestrial throne, amekalia. Ati kunatoka lightning na thunder. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kabisa. Koko. Sana. Etene kiu kiodama. Ne haimaga eni. Ana mega boya marurume na kwenya mogwata. Arieli ya isorale ere haroro kirigida demo koine maga emodigo. Bwana asifiwe. Katika kile kiti ati yeshuhudia kwa katika mkono wa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hawezi kuachilia. Hangemwachilia Asa kama hangevunja ule mkataba ama ile agano walilokuwa nalo na Mungu. Bwana asifiwe. Akashindaniwa vita. Na sasa hapa amemkasirikia hata mwonaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu alitaka kutabiriwa vile anataka kusikia. Anataka kuhubiriwa kile anataka kufanya nini? Kusikia. Aje aletoa mambo mazuri. Na hapa ndipo hata leo hii uambie mtu Roho wa Bwana amesema hivi. Na ni Roho amekwambia, si mimi nimekwambia. Bwana asifiwe. Unaenda unakasirika, unaenda unafanya vitu vyako kule, mwisho wewe unarudi unakuja. Unakuja tu, unajua tu bila kuja hivi. Unajua? Na kama mjikuno si mtoka wapi sasa. Ushakaona? Na uko na mjikuno hata kidogo au unajua? Sasa Bwana asifiwe. Ile jambo ndio imekuleta. Jeshi ile ilikuwa inakusumbua, Mungu ashakupigania. Bwana asifiwe. Na bado wewe umeenda kutafuta mambo mengine. Bwana asifiwe. Umeenda na hazina yote. Imagine hazina yako ni mfuko wako. Bwana asifiwe. Ukajua sasa hapa sionekani umebeba hazina. Kule kwa nani? Umempatia. Anaangalia kabla uende. Hesabu anasema. Bwana asifiwe. Kwa sababu amejua umeanguka. Bwana asifiwe. Na chika ungeingia kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwambie Mungu, mimi nimepanda hii mbegu. Na usiambie mtu awaye yote. Nimetenda hivi Mungu Baba. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nipiganie Mungu wangu. Nifanyie hivi, nitendee haya. Wameninukia. Wamesema mimi nitaisha. Wamesema watoto wangu hawatasoma, hatapata kazi. And you know mambo haya yako.
Bwana asifiwe. Haya ni mambo yako. Watu waenda kwa wachawi na waganga. Hamtakanyaga katika shamba yenu. Ukiona shamba uko nenda hivi. Wewe unakaa kuna vitu hivi unaona hivi. Nikaa kuna vitu. Na hakuna nikufukuzwa umefukuzwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Iko mahali nilienda nikamwambiaje ati nani alisema hata lima hapa? Shosho nani alisema hapa mtu asije kulima na hajalima miaka sijui ni 100. Nafikiri sika ni miaka 100. Hakuna mtu lima hapo. Nikasema nipe jembe. Wewe tena. Acha kwendeni huko. Si nikufe leo. Bwana asifiwe. Ndio wale hii ndeto. Na hata wale wananiona. Ati walisema kuna mtu atagonga nini? Kajembe hapo. Uliza Julius. Iko tu hivyo hivyo. Na watu wanataabika hawana shamba. Bwana asifiwe. Nikasema nipatieni. Mtu mwingine akasema ati naweza enda nayo. Ningeshaikula. Bwana asifiwe. Ningeshaikula kitabu. Haleluya. Na nibarikula atanunua. Bwana asifiwe. Lakini watu huko hawezi kununua. Waliambiwa hivi kwa kuna mtu kuuza. Bwana asifiwe kabisa. Kwa hivyo sasa mimi na wewe leo hii tuache kuhasa. Bwana asifiwe. Kuna wimbo tulimba. Dazo ile haleluya asa. Nade aigua ngana kahingia ende muthenyane wakinyire aigadikane damurigito arega wathone neire acio mathiĩte kwa mũrigiti matigĩte mũrigiti mwega magethiĩ kwa mũrigiti mũru nake nĩ ngoma mwene ũmũndũ matigĩte mũrigiti mwega Elini Eva nĩ marĩgĩte ũrĩa ndĩmerĩte magĩcirĩria Elini ndĩci nĩkĩo ngũmĩra Eva nikei tondũ nĩ marumĩte kĩroho. Bwana asifiwe. Sikiza mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Wakati Mungu ameshuka. Bwana asifiwe. Asa wimbo huo ni wa kiroho. Bwana asifiwe. Na ulifunguliwa tu. Haleluya. Ni wimbo wa roho. Wa ukorio. Bwana asifiwe. Wa kufunguliwa. Na Asa ilipo kwa sababu Asa mwenyewe alikataa kusikia mambo ya Mungu. Na alipokataa amri alijionea. Bwana asifiwe. Jambo hili ndipo unaona hata nchi yetu ya Kenya kuna mahali inaelekea. Bwana asifiwe. Siendi hapo zaidi. Haleluya. Maana macho ya Bwana yakimbia huku na huku duniani mote ili ijionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika nayo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu. Umeonekana na Mungu umetenda nini? Upumbavu. Kwani tangu sasa utakuwa na vita. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani mwa mkatale jela, maana amemghadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Na Asa akawaonea baadhi ya watu wakati ule. Bwana asifiwe. Hebu angalia sasa ameshikwa pia na ghadhabu, aanza kuwaonea watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amegeuka sasa. Kwa sababu mwonaji hata ukimtia katika umpeleke katika jela mahala pale aliko katika jela, bado Mungu atamnenea. Bwana asifiwe. Mwonaji hata umpeleke jela, hata umpeleke Kamiti, maximum security prison, bado Mungu atamnenea akiwa huko. Na bado Mungu atamuonyesha. Kwa hivyo Asa alifanya buri kwa sababu ya upumbavu wake. Bwana asifiwe. Mambo makubwa na mema Mungu alikutendea dada na ndugu. Nyakati zile. Hukuita mchawi au mganga. Sikio uko na wewe kumbuka. Kwa sababu kila mmoja wetu ako na mahali Mungu alimtoa. Amen. Kila mtu mmoja wetu ako na mahali Mungu alikutoa, mahali finyu. Kifo kimekukondolea macho hivi. Bwana asifiwe. Hauli. Na tusipodanganyana dada, hata kabla nguo uko na mbili. Ulikuwa unafua nguo na lalia ile nyingine. Ati ndio kupiga basi. Bwana asifiwe. Leo tubadilisha. Mungu ametupokeza vyakula tele. Bwana asifiwe. Mungu anatunenea jambo kama hili janga la COVID likija. Anatuambia kutakuwa hivi na hivi na hivi. Ametuambia hapa. Bwana asifiwe. Mbona nihofie? Sihofii. Alisema nitaliona, letea utaona na utalisikia. Lakini ombeni familia zenu sana. Wale tulikuwa kwa the last day ya maombi. Bwana asifiwe. Siwezi taka kuwa kama Asa.
Bwana asifiwe. Halimtwa peke yake. Haleluya. Wakati wa mafuta mfano. Lakini sasa yeye amegeuka. Bwana asifiwe. Wakati dada na ndugu, kwa sababu kila mmoja wetu hapa anajua familia yake vile ilikuwa. Bwana asifiwe. Ni jeshi gani la wachawi, ni jeshi gani la maroho ziliingilia. Vifungo hazifunguki. Mambo ambayo hayaendi mbele. Lakini leo hii nimemsahau Mungu. Nataka pale kwa mchawi. Sorry, sio wewe. Nataka pale kwa mchawi. Bwana asifiwe. Anifanyie, anigambe. Muonaje akija aseme Pastor Getea umekuwa kwa mchawi. Na Mungu amekasirika. Sema fanya hivi na hivi na hivi. Wewe kwenda kwanza fuenda wewe. Mimi namkemea. Unamkemea naye ndio ungekemewa. Bwana asifiwe. Wewe ndio ungekemewa, naye ndio unataka kukemeana. Bwana asifiwe. Tusiende mahala hapa dada na ndugu. Ni mahala hata nchi ya Kenya inaelekea mahala hapo. Bwana asifiwe. Tusiende mahala hapo. Haleluya. Hebu tazama 11 yasemaje. Natazama mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho. Angalia yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Bwana asifiwe. Hebu angalia vile Asa alivyofanya. Mwaka huo bado anazidi kuongoza. Mambo ya Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda. Kimeandikwa hapo kweli katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu. Bwana asifiwe. Akashikwa na ugonjwa wa miguu katika mwaka 39 wa kumiliki kwake, bado akiwa kwenye kiti. Bwana asifiwe. Unaongea. Haleluya. Achana kama imezima. Akafanya hivi. Akashikwa na ugonjwa mbaya sana wa miguu. Bwana asifiwe. Wakati bado amekalia kile kiti, ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Bwana asifiwe. Ugonjwa umemshika wa miguu. Hamtafuti Mungu sasa. Hamtafuti Mungu, bali sasa anatafuta waganga. Haleluya. Unatoka kuwa mtu mzuri dada na ndugu, unaenda ukiinama, na wewe bado unaona kama umesimama, lakini umeinama. Ni kuanguka unaanguka, ni kuangamia unaangamia. Asa mfalme ndio huyo, amemkataa kusikia Mwenyezi Mungu. Hata wakati wa ugonjwa wake hamlilii Mungu, bali waganga. Bwana asifiwe. Hebu angalia ghadhabu ya Mungu itawaka namna gani. Badala kwenda kwake, badala kumlilia Yehova. Haijalishi dada umepitia mambo mangapi. Najua ni wengi wamepitia shida na shida hata hapa. Lakini haistahili tuangalie nyuma. Bwana asifiwe. Haistahili uangalie nyuma dada na ndugu. Haistahili hata uulize ati nani alinifanya. Wachana na yule alikufanya. Leo hii Mungu atanifanyia. Bwana asifiwe. Walinikimbiza lakini Jesus is coming after me. Bwana asifiwe. Walinitendea lakini leo hii watatendwa na Bwana. Maana picha ni zake. Si kushinda mahala pale ukizunguka. Kwaje wataona nini? Bwana asifiwe. Asa ndio huyo mfalme. Miguu ndio hiyo imekuwa kwa nini? Kwa kiti tu ya ufalme. Anaona kitawala. Anatawala. Haendi kwa Mungu, lakini sasa waganga ndio watu wake. Bwana asifiwe. Je, unataka kuniambia Mungu atamsikia? Mungu hawezi kumsikia. Mungu hajichanganyi. Bwana asifiwe. Mungu hajichanganyi. Na Mungu akali kitu kimoja na shetani. Bwana asifiwe. Even today, hata dakika hii nawaambia hivyo. Wacha waganga wafanye kazi zao, wakichoma manini sijui kwa vitu tena. Mungu hawezi kujameshana. Bwana asifiwe. Ikiwa Abraham alipewa zawadi na mfalme, akasema no, sitaki hizo zawadi zako Abraham, akanena. Usije ukasema umfanye Abraham tajiri. Bwana asifiwe. Amepewa utajiri na mfalme sababu amepigania na amekomboa. Akasema sitaki zawadi zako mfalme. Wewe pata kuishi mfalme, lakini mimi sitaki nini? Zawadi zako.
Usije ukasema umemfanya Abrahamu awe tajiri. Bwana asifiwe. Tajie Mungu. Tunapoenda kuchinja, tunapoenda kuweka nyama na huko Mount Kenya, tunapoenda sijui kunatoa mambo gani, ndio Mungu aseme ni wachawi wamefanya kuondoa COVID. Haiwezekani. I'm just telling you the truth. Haiwezekani. Bwana asifiwe. Leo hii twende mlimani tushindane na wao, nasema mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuone ni nani. Bwana asifiwe. Dhabihu itawaka kwa nani? Bwana asifiwe. Dhabihu haiwezi kuwaka mkianza kuchinja. Zaburi 50 inasema, je, nile nyama au ninywe damu ya mafahari au mbuzi au nije kwako nikwambie niko na njaa? Mungu amesema hivi. Hata akiwa na njaa hawezi kuja kwako. Maana ulimwengu na vyote vilivyomo ni vyake. Hali damu, hali nyama. Unachinjia nani? Hebu wekeni hiyo moja na moja. Anachinjia nani? Shetani. Bwana asifiwe. Wengine niliona watu wanatoa matawi. Ngoma ni nyingi. Leo ni watu wazima na matawi. Kwa mtu tu ndio ati COVID imeenda. Sasa ndio kila umama. Bwana asifiwe. Badala turudie Mwenyezi Mungu. Badala tulitie jina lake. Haleluya. Vivyo hivyo tulivyo. Na tusiseme tutaenda kuchinja. Asa kwa mganga. Ugonjwa wake ukazidi. Bwana asifiwe. Ugonjwa wake ukazidi na bado wako kitini. Amekalia. Oh my God. Anasema hivi. Asa akalala na babaze, yani akakufa. Bwana asifiwe. Hapo ni 13. Asa akalala na babaze, akafa katika mwaka wa 41. Hebu angalia mateso. Almost miaka hiyo yote akiwa mgonjwa. Bwana asifiwe. Akiteseka. Kwa sababu umemwacha Mungu, umeelekea shetani. Haleluya. Unataka kuniambia dada na ndugu leo hii, wale tumekuwa na nyinyi katika hii kazi ya Mwenyezi Mungu. Iko siku na sitawa danganya, tuliingia kanisani. Amina, ndio wale walikuwa waliona. Tumeingia tukamwinweni mikono. Baada siku nyingi kulikuwa na ukame. Bwana asifiwe. Kuko na ukame. Roho akasema watu walienda mahali fulani Mount Kenya, wakachinja, wakazunguka huko. Akasema hiyo sio dua yangu. Aliposa ni mwanyima mvua. Tukamwinweni mikono. Na Mount Kenya kwa pande gani? Na wewe huko tu, sio? Ziko huko tu. Tukaweka mikono yetu juu huko. Kanisa tulikuwa tumeelekea hivi. Bila tu tulifikiria. Bwana asifiwe. Wajeni waambie. Siku hiyo. Ya siku hiyo tuliambiwa tufanye hivyo. Na wale walingoja ati mvua itakuja. Haikuja miezi. Tukakaa miezi si tukaambiwa tufanye hivi. Mungu akatusikia. Na tukaambiwa nendeni nyumbani. Hata watu wakaendeni wapi? Nibariki nchi yangu. Mvua ilinyesha. Ukiwa hivi unaona. Bwana asifiwe. And that is the Lord we are going to praise. Huyo ndio Mungu tutakaye tukuza. Bwana asifiwe. Kuwe na kiangazi, kuwe na COVID, hiyo wacha wake COVID-19, 2019, 30. Bwana asifiwe. Itaenda lakini wacheni wakiacha mambo yao. Mungu hawezi kujitukuzisha. Wacheni waambie suri. Uongo mbaya. Sikiza vile alifanya. Akalala akakufa mwaka 41. Wa kumiliki kwake. Wakamzika katika makaburi yake mwenyewe. Aliyojichimbia katika mji wa Daudi. Wakamlaza juu ya kitanda kilichojazwa manukato na kila namna ya mchanganyiko ya hao mafundi wa dawa. Wakamfukiza mafukizo makuu sana. Bwana asifiwe. Sasa nashaenda na anagemiwa katika kaburi sanduku lake pale alizikwa, sio? Kwa manukato ni mambo mengi maharamu, marashi. Karibu hata ipatwe lady ya zamani. Na kwenye kalikuwa itwa nini binti Sudan. Binti Sudan akajua kwa kitu. Kajua kana nuko mtu akipita hapo hata unajua amepika hiyo. Binti Sudan, unajua? Na odorono. Nikumbuka odorono. Nakumbuka odorono. Wenye wanacheka odorono ilikuwa zamani sana. Nilikuwa na mwanzo kutoka odorono. Nilikuwa naingia kwa sinema. Odorono. Washitangaza. Ni odorono. Ilikuwa odorono.
asifiwe. So akapakwa hizo zote, lakini ameteseka kwa ajili ya kukosa kumsikiza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ameteseka kaaga kwa ajili amekosa kusikia maagizo yake Baba aliyemuumba. Eti hata kwa magonjwa yake uchawi. Haleluya. Mambo humgeuka mtu, na hasa mtu wa Mungu, mtu wa mafuta, yeye yule Mungu ameteua aanze kwenda njia kombo kule. Haleluya. Naye ujionea kwa macho. Manake Mungu kile wakati unasikia macho yako kimbia huku na huku inaangalia. Lakini wale walio wake yeye waokoa. Bwana asifiwe. Yeye waokoa. Hata leo hii dada na ndugu. Na wakati mchache ambao tumepewa. Haleluya. Tukiamini tu. Na useme mbele mimi siendi kwa mtu. Nitamngoja Bwana. Haleluya. Sitategemea yule ati naona. Lakini anaona ni nini? Naona mbuzi. Mnunulie kilo ya nyama na kule. Bwana asifiwe. Naona mbuzi hapa. Tutachinjia hapa. Bwana asifiwe. Na wewe ndio mwenye mbuzi, utakula nini? Kidogo tu. Haikulwagi na mwenyewe. Watu wale wako ndio wanakula, unakula hivyo moja. Sio? Unaenda. Bwana asifiwe. Uchawi huo. Haleluya. Nenda kwa Mungu Baba asiyekuitisha hata velusi ya pesa zako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kile anataka tu ni moyo wa kuamini. Bwana asifiwe. Dada na ndugu, hata mimi plus, unapoona mambo mengine yanaenda kombo, usifikirie nani alienda mahala fulani akafaulu. Mngoje huyo mtu aliyefaulu, utaona akianguka. Believe me. Bwana asifiwe. Ya shetani lazima ifike mwisho, na ya Mungu inapanga. Amen. Haleluya. Haleluya. Hata vita vingi ni jambo linanibeba zaidi kuona ati unaulizwaje wakati ule na nini? Ulikuwa na Mungu na Baba alifanya hivi na hivi. Lile jeshi kubwa hakukuletea mikononi mwako. Sasa tu ndio umeenda kupeleka fedha za nyumba ya Mungu na falme. Upelekee yule ndio ule kupigania. Akaambiwa hata jeshi la huyo limeokoka. Lakini wewe mauti. Bwana asifiwe. Kusio hivyo kwetu dada na ndugu. Bwana asifiwe. Tumtegemee kwa vyovyote vile. Na tumuishie kwa vyovyote vile. Bwana asifiwe. Iwe ni shida, iwe ni dhiki, nenda kwake. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunapomuomba yeye utujibu. Haleluya. Hebu tazameni vile tulivyo leo hii. Bwana asifiwe. Tuko na kiu cha roho. Tuko na njaa ya roho. Wewe ulishwe nami nilishwe. Haleluya. Upokezwe na nini upokezwe. Tunyweshwe kila mmoja wetu. Aende tumeridhika. Na Mungu Baba atende mambo mema na makubwa. Na bariki njia zenu zote. Ndio maana mbele. Amen. Haleluya.